Shida sawa, shida. Saidia mdogo wangu nirudi nyumbani. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa wewe kama unamsikia mwanaume mwenzako analalamika au mama analalamika, basi unampigia simu, kuna mtu ambaye ni wakala, unampigia bwana, kuna mtu atakupigia hivi na hivi, mkatie tiketi na kila kitu. Wenyewe wanasema kukata tamaa pia inaingia kwenye kundi la dhambi. Kwa hiyo kama umekaribia kukata tamaa, tafadhali angalia video hii hadi mwisho ili ujiulize mara ya pili kusudi lako la kuletwa duniani ni lipi na nini unatakiwa ufanye, na si kukata tamaa, uendelee kusonga mbele. Bwana, leo niko na Baba Levo ambaye ni mmoja kati ya influencers, watangazaji, mbunge wa Kigoma mjini ambaye ameinspire vijana wengi sana kuingia kwenye game ya mambo mbalimbali, especially kwenye siasa na vitu vingine. Baba Levo anasifika kwa uvumilivu wake na unyenyekevu wake kwa jamii, lakini pia uchekeshaji na maanisha ucheshi ambao amejaliwa na Mwenyezi Mungu. So leo naomba tuzungumzie mambo manne ambayo licha ya kuwa na elimu ndogo, elimu ya kawaida kabisa, lakini ameweza kufikia mafanikio na anachanja mbuga kweli kweli. Haya ni baadhi ya mambo yanayoonekana kumsaidia Baba Levo kufanikiwa licha ya kutokuwa na elimu kubwa ya darasani. Ameishia darasa la 7 tu, just imagine, na leo hii ni mbunge. Jambo la kwanza ni kujiamini na kuongea bila uoga. Baba Levo ana uwezo mkubwa wa kuzungumza mbele ya watu, kufanya mahojiano na kutoa maoni yake kwa ujasiri mkubwa. Hilo linamfanya awe bora zaidi na avutie watazamaji. Wachezaji mabingwa na kati sisi tu kwenye majimbo yetu kucheza AFCON ijayo. AFCON ni mpira gani? Ni mpira wa zege, ni mpira wa nini? Lakini namba 2 ni kuvutia, kujua kutumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imekuwa na nafasi kubwa sana kwa sasa hivi kwa vijana kutoboa, kutokana na the way ambavyo inakwenda viral ukiweka post na vitu vingine. So Baba Levo ameweza kutumia sana mitandao ya kijamii kama platform kama YouTube, Instagram na Facebook kujenga brandi yake binafsi na kufikia watu wengi zaidi, na hilo tumeliona kupitia Instagram page yake. Amekuwa akifanya matangazo mbalimbali, amekuwa weka mambo ya ucheshi na vitu vingine, lakini amekuwa akipata deals kubwa kubwa za matangazo kupitia hicho ambacho amekuwa akikifanya, na makampuni amekuwa akimwamini zaidi kupata matangazo. Ufungamani na ACT au ufungamani na Chadema, ufungamani na CCM na hivi vyama vingine, inabidi uanzishe chama chako tena, na kuanzisha chama ni jambo kubwa. Sijui kama unanielewa. Na wakati wewe unataka ugombee wewe mwenyewe, wala wewe hutaki hata. Cha 3 ni consistency, kutokukata tamaa. Consistency na maanisha mwendelezo, yani ukianzisha jambo amini na endelea kulifanya vivyo hivyo. Lakini kwenye consistency pia ni mfano hai kabisa wa mimi mwenyewe. Kipindi naanza kufanya content za YouTube nilikuwa nakata tamaa na vitu vingine, lakini kwa sasa hivi naona kuna nina nafasi, na ndio maana hata wewe uko hapa kwa ajili ya kunisikiliza mimi. Kwa hiyo usikate tamaa, chochote unachoweza kufanya fanya kwa mwendelezo. ya rais ambayo sasa mimi kwenye hii katiba ya zamani sijayasoma yote kujua sasa ni wapi sasa ndo tumpunguzie, wapi tumuongezee. Namba 4 ni kuelewa kile watu wanachopenda kuona, na kwenye hapa kitu ambacho watu wanapenda kuona ni the way unavyojiposition kwa mara ya kwanza kwenye jamii, unavyojipresent kwa mara ya kwanza kwenye jamii. Hii itakupa mwitikio mkubwa sana kuona kwamba watu wanapenda nini kwako na nini. Kwa hiyo Baba Levo anaelewa masuala ya udaku, entertainment, drama na mijadala inayovutia viewers wa Tanzania, hivyo inamsaidia kupata views na engagement nyingi kwenye mitandao yake ya kijamii, especially Instagram. Namba 5 na la mwisho ni kujenga jina. Tukatae tukubali, mtu ambaye ana brandi kubwa huweza kupata mafanikio kutokana na brandi yake, hata kama hana elimu kubwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hata bila elimu kubwa ameweza kufanya
jina Baba Levo litambulike. Branding ni nguvu kubwa sana kwenye media na biashara za mitandaoni, lakini kwa dunia sasa hivi elimu ni muhimu, lakini pia uwezo wa kuwasiliana, ubunifu, nidhamu, consistency pamoja na kujifunza kwa vitendo, ni vitu vingine ambavyo vinasaidia sana mtu kupata mafanikio. Ya zamani sijayasoma yote kujua sasa ni wapi sasa ndo tumpunguzie, wapi tumuongezee. So leo nimemchambua Baba Levo. Leo hii anamiliki jimbo, ni mbunge wa Kigoma mjini kwa sasa hivi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, lakini amefanya vitu vingi. Amewahi kuwa mtangazaji, amewahi kuwa mtu wa matangazo ya mtandaoni, amefanya biashara na makampuni mbalimbali, lakini pia amewahi kuwa msanii, lakini pia amewahi kuwa diwani. Hiyo ni jibu tosha kwamba hakuwa mtu wa kukata tamaa, kwa sababu the way na pia amekuwa mtu wa shukrani, kwa sababu hata kwenye interview zake amekuwa akimshukuru sana ndugu yake anaitwa Linux, kwamba ndo alimpokea mjini na akamexpose kwa watu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo yeye mwenyewe ameamua kujichagulia staili yake ya maisha. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe pia unaweza kufanya kitu chako kikaenda, sio lazima uwe mtu wa mtandao, lakini unaweza ukafanya in a way ambayo jamii yako ikakubali na ukapata mafanikio, ukaenda na vitu vingine vikaendelea. Mimi sina la ziada, lakini nikuache utafakari kwa nini umeamua kukata tamaa, lakini pia nikutie moyo uendelee kufanya na kufanya na kufanya. Ipo siku utafanikiwa. Mimi naitwa Sponsor, hii ni Sponsor TV. Usiniache hivi bila kusubscribe.